Tuone. Si kwa tumetoka nayo tangu inaanza. Hao wamekuja juzi. Ngoja tuone. Ndio. Kuna clip fan TikTok asema umelogwa wewe. Wewe bila kwaya umelogwa. Alafu Mungu atakushangaza. Mungu anaibishaga. Hiyo ya kusema eti mimi sipo. Alafu unajua uzuri wa mambo ya Mungu jinsi yalivyo. Hata wewe ukiona kama haijapendeza kama ambavyo ungefanya wewe, ile imeshafanyika. Ni sawa. Na imeshaenda. Na tena Mungu ndo anakuwa anaipenda zaidi. Yaani wewe ile leo kuumiza ile, yeye ndo Mungu anaipenda. Kwa hiyo jitahidi sana. Wafilipi ameelezea vizuri sana, msitende neno lolote. Wafilipi 2:3 anasema msitende neno lolote kwa kushindana wala kwa majivuno, bali kwa unyenyekevu. Kila mtu na amhesabu mwenziwe kuwa bora kuliko nafsi yake. Mimi naambiaga hili ni andiko la kifalme hili. Ni moja ya maandiko ambayo naambiaga watu haya hatakuja kupingwa milele yote kwa sababu ya kusimamia kwamba msitende neno lolote kwa kushindana. Kishaanza kushindana mtazalisha vitu fulani ndani yenu. Kuna mambo mtayatokeza hapo. Umeelewana? Kwa hiyo wewe sasa unatakiwa unajipima mwenyewe, sawa? Yaani tunaposoma hivi unauangalia moyo wako. Sawa? Ndio hiyo nikasema unajisikiaje? Wakati mwingine unaweza ukafanya na mtu akaja akakwambia bwana umefanya vizuri, lakini baadaye ukasikia huko amemwambia mtu mwingine kwamba wewe haujui kuimba, una force. Unajisikiaje? Kwamba una force, hujui kuimba. Unajisikiaje ndani yako? Ukiwa unaumia sana, maana yake unataka kuwapendeza watu. Kama unajua kwamba unataka kumpendeza Mungu, hebu kaa uamini kwamba Mungu amefurahia kile ulichofanya. Alafu endelea mbele kufanya. Isikupe shida kwa sababu watu hawajapenda, watu hawajafurahi, na wala hata ukiwa unaenda kufanya usiende kufanya yani kama umepania. Unaelewa? Maana kuna mtu yani kabisa yani unaona huyu mtu kweli amezamilia. Unaelewa? Nimeshawahi kusikia hicho kisa cha mtu mmoja. Huyo sasa Mungu akiwa anakupenda anakusaidia. Huyo inasemekana alikuwa ni kiongozi kwa kwenye vikao vya kanisa, alikuwa anatoaga mada kila siku. Sunday school, walimu mnaoekwa Sunday school mjiandae vizuri. Tunaona hadi kuna muda mnakuwa mjiandaa mnatulisha vitu ambavyo havipo, mjiandae vizuri. Kumbe ni njia ya kutaka kuonyesha kwamba siapewe yeye, unaelewa? Kwamba mbona mimi amnipi, kwa akawa anatumia ile njia kupitisha mawazo kwamba mjiandae vizuri nini na nini hivi. Na kweli sasa anasema siku moja bahati ikamwangukia. Sawa Bahati ikamwangukia kwamba yeye sasa ndio atafundisha na alikuwa amekamia. Yaani unajua ile kukamia. Sasa akiwa amekamia, ameandika notes zake vizuri, alikuwa ameandika kwenye kidaftari. Na bahati nzuri au mbaya, sasa sijui ni mpango wa Mungu au shetani, ila inaonekana kuna notebook viwili na vinafanana. Kwa wakati wa kutoka akaiba notebook ambayo si yenyewe, ni kanisani ndio lakini haina somo. Kwa akiwa ameshasimama pale, haleluya. Leo tutajifunza vizuri sana. Somo langu sasa nafungua jele, unafungua fuoni, huwezi kuambia watu mbona sioni. Kwa hiyo unakuwa nyuma mbele. Haleluya. Watu wanasubiri somo. Haleluya. Kila siku mwisho wa siku kaenda. Alijikuta somo lile kwa anafundisha, yani akafundisha vibaya kuliko vibaya, kwa sababu hata maandiko unaanza kuambia watu fungua Hebrania sura ya 24, watu wakienda hawaikuti. Sura ya 24 haipo. Hiyo nitakuwa nimekosea. Basi hebu angalia Wakorinto 37, wakienda haipo. Kwa jamani watu akasema huyu ndo anasemaga walimu wajiandae. Kumbe maskini alijiandaa, ila Mungu alitaka anampenda. Alitaka kumuonyesha kwamba ni madhabahu yangu mimi na ninayezungumza ni mimi. Naweza nikamtumia mtu yoyote. Heshimu kwa sababu mtu ametumika. Usilete mashindano. Sawa? Usitafute maneno ya kuonekana kwamba wamefanya vibaya, wewe ndio umefanya vizuri. Kwa sababu in fact hata sio wewe uliyefanya, ni Mungu ndiye amefanya kupitia wewe. Wewe umeruhusu tu Mungu akutumie, akakutumia. Ni aina ya compromisation ukaifanya ikiwa ndani yako na wewe. Andika watu kiburi, majivuno, chuki, mashindano, asili yake ni mtu unakuta ndani yake ana kitu fulani. Unaelewa?
Sasa hapa kuna kipengele tutakiangalia hapa, namna ya kuweka sawa moyo wa mtumishi, au namna gani unaweza kurudisha moyo wako kuwa sawa. Ni kipengele ambacho tutakifanya, ila hapa katikati kuna kipengele kingine ambacho basi sijakiandika, lakini wakati nakuja kusafiri Mungu akaanza kunifundisha vitu vya ajabu sana. Nikasema hivi na maana na hivi ni vya watu wadai. Mungu akaniambia, anazungumza, anasema yani moyo wa mtu jinsi ulivyo ndio sehemu nyingine Biblia imetumia neno roho na sehemu nyingine imetumika nafsi. Najua walimu wanaweza wakajua tofauti ya roho na nafsi, sio? Ila moyo hauelewekaji huko wapi. Tunaposema moyo, yani hatumaanishi ile moyo huu hapa wa daktari aliyosemea, sio? Tunagusa nafsi, tunagusa roho. Yote hiyo inawakilisha moyo. Kwa Mungu akaniambia, akasema, yani kama vile ambavyo wewe una mwili ulioko unapaswa kula, moyo wako pia unapaswa kula, ndio kama roho yako inapaswa pia kulishwa. Maana yake kuna chakula ambacho kinalishwa kwenye roho yako na kuna chakula kinalishwa kwenye mwili wako. Kuna chakula cha roho wako na kuna chakula ambacho unapaswa kulisha kwenye mwili wako. Shetani wakati mwingine akitaka kukupiga vita, hapigi vita moyo wako, anapiga vita kinachoingia kisha chakula unachokula kitakuwa na lishe duni ambao automatically mwili wako utakosa. Mnajua watu wa afya wanajua kwamba ukila lishe duni sana unasikia ukafika ukasema malnutrition, ndio kuna ugonjwa fulani amekosa virutubisho fulani. Kwa shetani wakati mwingine anaachana kupigana vita na roho yako, anakuwa anapiga vita vitu vinavyokula. Sasa moyo unalishwa nini? Ndio unakuta maombi ni moja ya vyakula ambavyo moyo unalishwa. Mifungo, kesha ni vyakula hivyo sana. Kwa sababu kuna aina sita za vyakula kwenye mwili. Sasa kuna aina za vyakula rohoni. Mungu akatufundisha mikesha ni aina ya chakula kimojawapo ambacho unakihitaji. Na kikimisi kuna kitu kitamisi. Haimaanishi kwamba utakufa. Kwani wewe ukakaa mwezi mzima hujala chakula chenye vitamini unakufa? Ila daktari atakutana naye atakwambia hauna matunda. Kwa anaanza yako kwa hata kwenye ulimwengu wa roho iko hivyo. Roho yako ikila hiki na kitu kikikosa unagundua kwamba mtu amekosa kitu fulani. Kwa Mungu anataka kama kuna tiba ya moyo ya msingi kuliko zote ni aina ya chakula. Ni kuanza kufanyia kazi chakula unacholisha ndani yako. Na neno la Mungu ni moja kati ya chakula ambapo mtu anakula. Tena Mungu akanifundisha nikasema hivyo Mungu ananifundisha kipeshi. Wakati nimesema sasa mtu wewe mwalimu anasema Mungu ni Mungu yupi ya kuzungumzisha? Of course wote ni Mungu, ila mwenye muda wa kuexplain mambo kama hayo ni Roho. Unajua Baba katika nafasi yake akiongea sana muda mrefu, mtu mmoja anasema ni sekunde 8 ndio anaongea, lakini mafupi sio kati mafupi. Ila Roho Mtakatifu anakuwa na muda mrefu na wewe wa kuongea. Kwa akana anaendelea kunifundisha, akanambia kama ambavyo kwenye vyakula vya mwili kuna vyakula vinaendana vinaliwa pamoja. Umeelewa? Akanambia vile vile kwenye ulimwengu wa roho kuna vyakula vinavyolishwa rohoni vinaliwa pamoja. Na ukila kimoja wapo hakuna ladha. Sema hatari. Vyakula vya mwili vinavyoendana, mfano wali na gani? Maharage, ndio. Kuna wali na maharage, ndio. Supu. Yaani Mungu fikiria roho Bwana bwana vitu vikipiga kama hivi. Akaniambia chipsi, ndio, mishikaki au mayai, ndio. Au hata kachumbari na tomato. Mungu akaniambia vipi ukichukua chipsi peke yake usiweka kachumbari wala tomato wala chumvi? Zinakuwaje? Unakula, ndio. Lakini kuna kitu kinamisi. Ndio Mungu akaniambia sasa kama unavyoona wali na maharage, akaniambia ndivyo hivyo kufunga na kuomba. Hakuna namna utafunga usiombe hapo ukasema uko sawa. Una kitu umemisi. Kama unajiona uko sawa, ujui. Kwa maana maana kufunga hakuachani na kuomba. Yaani hivyo ni chakula ambacho kinakuwa safe kwa Mungu. Ladha yake, ubora wake kinaenda pamoja. Sawa. Kukesha, kuomba. Sio kuna mmoja anasema kuomba ni kesheni kiomba. Ukatokea umekesha bila uombe, kuna kitu kinakuwa kinamisi.
Mwambie yani watu wafundishe watu kufanyia kazi vyakula wanavyokula. Sababu matatizo mengi ya kukosa afya ya moyo, afya ya roho ni vyakula ambavyo tena tunachofanya. Kuna aina ya chakula kisha ukipata. Ndio maana mtu anabana kwenye mfumo. Mtu anamaliza mwezi mzima hajafunga. Unajiuliza huyu ni binadamu wa kawaida? Au kuna mtu ni mtu mzima kabisa hawezi kufunga masaa 12. Kule yule mkule ninakuaga na watu wangu wakati naambia mtu wa hivyo hata msimuongeleshe. Astahili hata salamu ya Bwana asifiwe. Kufunga masaa 12 unaenda mbingu ya nani? Kwa sababu gani? Shetani anaminya kabisa eneo la mfungo, analibana, afu anahakikisha mimi kuna wakati nishaenda na ndugu mmoja, ndugu yangu. Tulikuwa tunakaa of course yuko chuo lakini unakuta anakuja nyumbani tunakaa. Nikaja kutoa kesi fulani ngumu sana kwa Mungu. Kesi hadi ngumu. Mimi hata sikushtuka. Nikaanza kwa kesi hizi, nikamwambia hizi kesi wala hata hamna shida. Yaani hizi kesi ndio ninajua shida. Huyu haoni afungi kwa sababu hapa ni nyumbani, sasa tunaambia afungi, hawezi kufunga. Automatically ukisha miss hiki chakula cha kufunga na kuoga, kuna mambo yanachanganya ndani. Sababu hii lishe muhimu sana kwa mtumishi. Unaelewa? Ndio maana mtu mmoja akasema wewe unasumbuliwa na addiction. Unajua dawa ya addiction? Dawa ya addiction ni fasting. Ni hivyo madaktari wao wanaamini kwamba yaani magonjwa yote duniani yanatiba dawa. Unajua hiyo kitu? Kwamba hakuna ugonjwa hata mmoja ambao tiba yake ipo kwenye chakula. Kwamba ikitokea ni dawa, wamechukua zile nutrients ambazo ungezipata kwenye chakula. Wamezitia kwenye dawa. Daktari anapita. Kona roni ni hivyo hivyo yani, vyakula hivi ambavyo na maombi, yani hakuna chochote ambacho hakitibiwi na hivi vipi. Ndio maana kaza fasting, kuna watu wanataka naambia fasting inatibu magonjwa zaidi ya 40 ya rohoni. Zaidi ya 40 yanaondoka. Sijui uzito, sijui wa kwenda ibadani, sijui uzito wa kutoa mifungo inamaliza hivyo. Kwa ni eneo ambalo kama mtu anataka kuona anakuwa na moyo wa utumishi ndani, anatakiwa alifanyie kazi kwa niambia eneo la chakula. Unalisha nini kwenye mwili wako? Mimi nikianza kusoma neno na sinzia. Yaani yeye kwanza kama siku asikii usingizi, yani siku usingizi ya uji, anajua namna ya kupata usingizi kirahisi ni kuchukua Biblia. Kwamba Biblia ndio usingizi wa haraka. Na kusoma na ikatano ni nini? Lazima hapana. Wewe unaanza kama umeshambuliwa wewe. Unataka ujiulize kwa nini shetani anataka kuletea? Kuna nini anataka? Kuna kitu gani anataka? Anajua chakula kinafanya fulani kwenye mwili wako. Atapambana kwa namna yoyote usikishiriki. Naelewa hiyo. Ndio mjana bwana siku hizi tu mniombe mimi kukesha kwa kweli siku hizi nimeshinda. Ratiba zangu ni ngumu yani na kama miezi mitatu sijarudia mikesha. Endelea. Kuna siku tutakuangalia tutajua hii kwa sababu wewe tu akesha. Sawa. Kukesha kibiblia sio ukao sana peke yake. Ni kudumu pia. Ndio maana naambia watu maombi unayoomba wakati fulani napaswa ujipe mazoezi binafsi kabisa. Biblia inazungumza kujizoeza kupata nguvu za mwili kuna kidogo. Ila utaua nafasi. Jizoeze mambo ya mwili afanye mazoezi. Jipe nafasi. Sema leo naweka hii alamu hapo. Kama alamu haijalia siachi kuomba, seti masaa 4. Kwanza kuomba. Naje haijalia endelea. Sawa. Maneno yakisha kaa chini. Tulia. Na hivyo hata kukaa tu kwenye chumba cha maombi unatulia unaomba. Pia au sababu kiwalisia wewe ukiandaa sio kwamba hajui, anajua unayohitaji. Si unaelewa? Kwa hata unapomwambia unamwambia mambo anayohitaji. Kwa hata mtaki na fundishaji wa mtu tunamwambia Mungu sio Juma kwamba eti yeye tayari jua wewe unaenda mbele za Mungu baadaye ueleze shida zako unalia sababu ataelewa nini kwa Mungu hivi kwamba hivi ndiye au Abubakari ndio shida nielezee wewe Mungu anakujua sawa kweli hata kujua chako kina maana kwa maana naambia watu wakikushinda nenda mbele za Mungu lia Mungu kwani Yesu anataka alimtolea Mungu anasema yeye ambaye siku hizo za uhai wake alimtolea awezaye kumuokoa dua machozi anakulia sana kwa kwenye maombi ya Yesu dua ilikuwepo machozi yalikuwepo na kulia sana kulikuwepo
Vilikuwa ni vitu vya muhimu ambavyo waweza kukusaidia mbele za Mungu. Machozi. Tunalia kama unalia, Mungu anaelewa. Wafikiri Mungu eti yani nyinyi mkamkabili spirit ni ancestor gani? Mungu anajua mama. Wakati mwingine ndugu yako tulikaa pamoja mmoja. Ukiwa tu unalia anajua. Ulifikirie mahali. Sasa Mungu anashindwa kujua. So Mungu anaelewa. Kwa ndio maana naambia watu jizoeze kulisha chakula cha Mungu. Lisha moyo wako, lisha roho. Kuna mambo hutayashinda. Kuna watu nawashangaa, Mungu, niondolee kiburi, niondolee nipe moyo unyenyekevu. Nafikiri Mungu anakupa. Hamna, unajizoeza kula vyakula vya roho. Vyakula vya roho ni vingi sana. Ndio maana naambia watu, ukikuta mtu anaomba ana kiburi, maombi yake bado hajamsaidia. Kazi ya kwanza ya maombi ni kukuvunja vunja. Hati fulani unataka somo mbaya, nakumbuka hizo siku. Kaja mtu akatoka kesi yani ile umbea wa kanisani, unajua? Akamwambia kumbe huko kingine anaita mtoto. Alafu kwa akifanya kusiwa, anataka dawa imejulikana. Miza na ndio alikuwa anashangaa. Jamaa mwingine alikuwa pembeni yetu, alafu yeye ni kufupi. Yaani kama tunazungumza utakatifu, huyu jamaa yani yuko vizuri. Sasa tufagiaje? Akasema, lakini mimi naona sio sahihi sana kuyazungumza hapa. Tukapewa nini? Sisi wote kila mtu hapa ana likizo. Kila mtu ana mambo yake ambayo kama ingewekwa peupe ingekuwa kwa hata mimi na kwamba sio ni kama ni sahihi. Baadaye nikuja kukua na nikakuta jamaa ni mtu wa maombi. Ukikuta mtu eti anasema ni muombaji afu anasengenya watu. Hawa gani anachokiomba kwenye kaburi. Kwa sababu kweli ni kwamba maombi kazi yake ya kwanza ni anakuonyeshaga wewe unazingua kuliko wote duniani. Mimi kuna wakati nasogea kwenye maombi au nakaa hivi najiangalia. Napigwa picha na jiwekewa pale Yaani mpaka tunabaki kumwambia Mungu asante. Na mimi pia nafaa kuwa mtumishi wako. Yaani ile tu kudhani kwamba wewe ni bora kuliko watu wengine ni dalili kwamba umekosa chakula kinachokuomba. Kwa sababu ukiomba vizuri, Mungu anakuonyesha madhaifu yako. Unafunuliwa wazi. Nimesoma ile Isaya sura ya 6. Sema katika mwaka aliokufa mfalme Uzia alimwona Bwana ameketi. Isaya anasemaje pale? Kumbuka kuanzia sura ya kwanza Isaya anaandika ni nabii. Alisoma Biblia. Israeli kwa nabii akiwa nabii mkubwa maana ni nabii anayehudumia taifa zima. Sawa Nabii mdogo yeye ndio mfano ukija hapa Mwenge kuna. Isogea hapa kama sehemu fulani na nabii wa sasa ukisikia nabii mkubwa ni wale watu ambao taifa linatikisika wanadili na wafalme ndio Isaya. Yuko ni nabii na anazungumza mambo ya ufalme. Akaona masirafu, akaona kiti cha enzi. Cha kwanza ushangae. Nabii anakwenda kidogo sana. Na sasa ukawa maombi yanakuwa ya kufunua yani wewe mwenyewe ujione kabisa kwamba wewe ni sio. Kama kutoka pale utaomba mtumishi fulani bwana amekolala vizuri. Au kuongezea. Mimi mtu wangu kule. Sinaelewa. Sisi tulikuwa na mwalimu mmoja hivi. Alikuwa mkifeli somo. Anamuita kila mmoja ofisini kwa muda wake anachukua mtego wake atakachapa. Kwa sababu si alipa moja kisha maliza. Mwite fulani. Kija bwana fulani. Na yeye akachelewa. Mwite anataka. Sasa tulikuwa tunaangalia mtu kama anavyoona. Jisikia wewe nenda. Ila bwana anakuja anacheka. Na unakuja sasa huko ni kwa moto. Sasa unaporudi kwenye hema ya maombi unakuwa umependeza sana. Wanataka maombi yaendelee kuonyesha kwamba wewe sio kitu. Ni neema tu hicho unachokifanya. Umependelewa sana. Yaani kwamba Mungu akakuonyesha kule vyombo alivyonavyo, alafu akuonyeshe namna ambavyo angeamua kuvitumia. Wewe usiwe ukishaelewa kiburi kinaanza kuyeyuka. Ndio maana tunataka ukae kwenye maombi. Chakula ukile hivi sana, kila saa tunataka kuchezea. Sawa. Maana naambiaga watu, wewe unasema kiburi, mimi yani ni miongoni mwa watu ambao
nilikuwa na kiburi afu nadharau yaani mpaka kumwona nikana nadharau mimi nadharau yaani najua hali ya kudharau nilikuwa najifahamu kwa sababu kwanza kabila langu lina suggest kabila langu ni kabila la madharau kudharau yaani watu madharau tunajionaga bora nilikuwaga hivyo juzi yule mtu amepotelea wapi yaani kipindi hicho tunapiga story tunaongea kaka yangu alikuwa ana standard za kawaida yule standard za kuoa akasema mimi yaani mimi mdogo wangu mimi nitaoa mwanamke hata darasa la 4 mimi mwanamke ambaye anaheshimu siwezi kuchukua mimi naambia 4 yeye na 4 mimi nakwenda kwa la 4 sasa najiona kama ni standard ila demo nilipokaa kwenye maombi nikajikuta watu wa kawaida kabisa ambao pengine kipindi hicho ningewadharau hawaishi tena na kufikiria unagundua hii ni kazi ya maombi unaelewa taratibu yani unajua ukiwa unakula chakula yani mtu asikwambie lishe tiba sio rahisi yani sio kama dawa unakunywa na kushindwa taratibu tunakwambia kula si matanga ya ngozi sio kama tanga siku moja kesho yako kama kwenye kio uongo inachukua mwezi kukaa kwenye maombi taratibu unashangaa unaanza kuchange unaelewa maana ndio maombi ni dawa ni fungo ni dawa funga wewe kuaga mtu akufunga kadri unavyonizamisha mwili kwenye kuacha chakula ndivyo mwili utakapokuheshimu kuacha mambo mengine ambayo ulikuwa unayafanya si unaelewa kaa kwenye vifungo jizoeshe chakula usikauke huko kaa huko na naambia watu na isiwe unajua kuna yale maombi ambayo watu wanafunga kwa mizuka yani shetani ndo amekumotivate kuomba sikia mtu anakuja nchi ilipofika ndugu yangu tuombe kumbe tunaenda kuja pale mambo ya tuombe nini sasa kwa shetani ndio anakuwa anaamua leo kuomba usiombe akiona leo sasa muombe leo ndio tunaomba anakuja kama muomba kwa inawezekana jiwekea ratiba ambayo utaifuata milele yote naambia watu kifurahi omba umehuzunika omba umeelewa umepata ujumbe unataka omba umekikosa omba basi iwe ni ratiba wala usiache inaelewa hicho kitu wale wa prayer gathering wanajua naambiaga tulianzishaga maombi ya mwanzo na mwisho wa mwezi hapo ni kama sheria ya wageni na wajui wewe akikushinda kaa pembeni mwenyewe ila hayaishaki inaelewa kuna maombi ya asubuhi kuna siku anataka wako watatu ila wanakiamsha wote nini maana yake consistency kaeni hapo unaweza usielewe haraka sisi tunapenda kwanza kujiona wewe mwenyewe mbona kama nabadilika mbona kama hiki kimekuwa mbona ikikuwa kinanishinda kinawezekana nini kimetokea maana kwa siku kile chakula ulichokula kimeendelea kuleta effect kwenye mwili wako tunasema project Daniel mmoja ya mambo ambayo alifanya na kutaka kukataa chakula unaelewa ni lugha za rohoni hizo anasema Daniel akasema alikataa kujitia unajisi kwa chakula cha mfalme kuna aina ya vyakula aligoma kula ili aende chakula ndio maana vyakula ukila vinakujaza roho yako upate hata wewe kwenda neno wewe umeangalia movie ya umbea movie umemaliza hapo ndio ukasome neno umejaa tayari utaweka wapi neno halikai hata ukiweka linaanguka umeelewa yani kuna vitu ukishatanguliza kuvila ukiingiza vingine vinakuwa uongo umekaa na mzako rafiki yako umemsema hapo unasoma wewe hawezi kuingia ndio unasema tena unasema usiku nitaanza niombe toa neti nilikuwa naomba zamani usiku kuomba siku siwezi umekula nini kuna vyakula umejaza maombi hayapati nafasi hata hawa na mkashtuka na kuwa na haki na unaweza kaenda hata kujoga kuna bado usiku yani naomba anaelewa kwa hapa ni kuomba ila hakika leo nifike kidogo hivi nini kimetokea unakula wewe vinajaa kule ndani maombi hayapati nafasi jizoeshe kula vyakula vya roho kila nilikuja kuona kwamba kila chakula kina tiba pia kinatibu nini sawa mfano ile tulisema mtu anakuwa na fedha nini maombi pia yanasaidia kiomba vizuri utagundua hata huduma unayoifanya ni neema kwa hiyo hata kuwachajisha watu hela utagundua kwamba watapeli hawataki kupata nini
kwa automatically huwezi kuchangia. Unakutana na mtu anasema mimi siji nipeni fedha, ni muongo huyo. Yani unajua haombi, sawa inawezekana akawa anaomba, lakini kuna wale watu wanaomba ili kuonekana wanaomba, si unaelewa ila maombi yale private na mtu anayeomba utayaona na haudi kwa kuomba upewe, unakuja kwa kujizoesha kupata hicho kitu, sawa na mtu mmoja akana nipa kesi sasa, hivi nitakuwa namsema mtu maskini, sio mbaya, labda pengine na wewe kesho unakuja kuwa na nafasi kama kuna mwimbaji mmoja very emotional kusikiliza, anazungumzia mambo ya kujaliwa unyenyekevu, moyo wa saburi. Na unajua wimbo unaonaga unapovutia ule wimbo sasa mnamjua huyo jamaa mwenyewe, kwa mtu ananiambia jamaa anadharau mbaya, nikasema nini, akasema haijagi kwa kusema eti Mungu nijalie hiyo. Hayo tunaomba Mungu atufanye kuwa wanyenyekevu. Naomba leo akuje na wafundisha watu, nawaambia ni kama sabuni, sawa sabuni zipo sawa, ila kuoga ni sawa, umeelewa? Ni damu ya Yesu kurekebisha mambo, kuwafanya watu kuwa safi, ila kujisafisha kwenye damu ili kucheke kwa ile siku ile nataka Mungu damu inafanya kazi, lakini usipoamua haitafanya kazi milele. Unaelewa hiyo? Imani kaambia watu, wewe unakuosha kuchana wafanyakazi wa kile wale mafundikele nguo zao, wewe unavyohisi hakuna sabuni inaweza kutakatifu zile nguo, kwamba hamna sabuni milele inaweza kutakatifu haipo, lakini wanasikia fahari sio vile. Ukiona ukaisa sabuni zimeisha Tanzania, unaona ndio mbaya sana kwa sababu kama wengine hawajui sikia fahari kwa hiyo kama sabuni ndani umeamua kuivi wewe nyenyekevu, sio swala la kuambia Mungu nipe ndani ya hapo damu yake ya imani ni kujisubmit, kuamua kujiwajibisha chini ya hiyo damu ni kujizoeza, sawa. Ndio hata hii mambo si Mungu fedha inaondolewa na mtu ambaye anaamua ndani yake kukaa kuomba, lakini pia kutoa. Mimi nawaambiaga watu, yani ukitaka kujitibu eneo hilo, kama unajiona unakuwa mgumu kwenye kumtolea Mungu, anza kutoa. Toa automatically unaanza kupona, kwa sababu automatically zile sadaka zilizotangulia zitadai sadaka zingine, kwa hiyo utajikuta una submit tu. Ndio maana naambiaga watu, unaona unapata ugumu kumtolea Mungu, anza kutoa, utaona tunashangaa mbona namtolea tu Mungu tena na tena. Anawezekana, naelewa ni mambo mengi hapa, tuna vitu vingi sana. Wewe tuone na muda wetu, tuna dakika kama ngapi hapa, tutazitumia vizuri. Iko kieneo nimwambia ukiwa eneo sasa Mungu amekuja, na mimi naamini kile kitu kinachokuja cha kweli, yani hiki ninachoambia chakula cha roho ndio Mungu amekufundisha. Na akasema uwezo ukasema unafunga afu uongo sawa, na mtu anakula wali mkama unalika hapo, lakini tunaelewa funga na kuomba hao wanaenda pamoja. Eneo lingine Mungu akanifundisha akanambia utoaji, akanambia kutoa na moyo wa kuhudumia watu tunapoenda pamoja. Tunaelewa? Mungu akanambia kama moyo wako ndani yake hausikii kugusa maisha ya watu, kila utoaji unaofanya utakuwa ni kujionyesha. Shaona mtu anaenda anasema wanaenda kufanya charity, wanafika kule wanapiga picha, wanaposti mtandaoni, wanaonyesha kwamba tunaenda kufanya charity. Ukweli ni kwamba mioyo yao haiko na wale watu, ila wanataka kuonekana. Hiyo sio utoaji. Tunaelewa? Sio utoaji kabisa. Ndio maana anasema kama unataka kutoa, basi make sure unahusianisha na kuwapenda watu, kujali maisha. Wazi tu kwamba ungekuwa wewe unatoa msaada kwa sio msikiaji. Na wewe unaposti, wewe sasa tunakupa msaada, tunaposti. Wewe tu nikukopesha hela nikumwa, yaani ukachelewa kunilipa. Nikamwambia labda huyu, labda hiyo ile unabaki. Hiyo ndio. Lakini wengine wanaona sawa. Mungu akanambia uweze ukatoa kama upendi watu. Vinaenda pamoja. Hivi vyakula vinalishwa pamoja. Lazima ulishe roho yako pamoja. Kama unataka kujilisha kutoa, jilishe na kuwajali watu. Thamini. Ni uongo kusema unatumikia
kumtumikia Mungu kujali watu. Ni uongo uliokithiri. Unakimbia kufanya eti mambo ya Mungu, unakimbia kufanya vitu alafu watu huwezi kuwajali. Hiyo ni changamoto. Paulo akaandika neno gumu sana. Anasema mtu asiyewajali watu wa nyumbani kwao ni mbaya kuliko asiyeamini. Unaelewa maana? Yaani bora ambaye hajaokoka kuliko mtu ambaye hajali watu wa nyumbani. Kwa hata kama angekimbia akaiba, akasifu, akafanyaje, kama ndani yake hakuna kujali watu, maana yake huyu chakula chake kimemisi. Kila anachofanya kitakuwa hakina baridi kwa Mungu wako. Mungu akikipima ataona kitu sawa. Sikia mtu anatangaza, nimetoa milioni 70, nimefanya hiki. Kati mwingine unakutana na mtu amejaa shuhuda za namna alivyomtolea Mungu. Utasikia pale sisi ndo tulianzaga pale. Vile viti vile kipindi Mungu alinibariki, nileta viti 100 pale. Vingine vipo mpaka leo. Na baadaye nikafanya kile yote nini bwana. Unaelewa? Haya kai pamoja. Yaani jali watu, jali sifa na shukrani. Hapa tunawaaga watu kama hauna moyo wa shukrani huwezi kumsifu neno na haitakuwa. Umeelewa? Kwa nini? Ili umsifie Mungu lazima uanze kwa kumshukuru. Mwambie Mungu ninakushukuru ndio umsifu. Kwa kama unamshukuru Mungu huwezi kumsifu, ni uongo, utamdanganya Mungu. Ndio maana naambia watu moyo wa shukrani na sifa ni ndugu wanaoenda pamoja. Ni vyakula ambavyo vinaenda pamoja. Maana yake ni kitu kumsifu Mungu. Najua kwamba shukrani ni ya Bwana. Kuna watu wanaona moyo wa shukrani lakini wanasifu. Sifa inakuwa natii. Unaelewa? Tukisema moyo wa shukrani tunazungumza kuridhika. Sawa. Kushukuru kwa kumtukuza Mungu kwa ajili ya kuona ni sawa. Kumshukuru Mungu kwa vipindi unavyovipitia. Hata kama ni vipi kwa sawa. Unaelewa? Kwa nini unapokuja wa Justin, wewe mimi naupendaga sana. Yule kaka anaanza napenda ule kwa sababu unasikia ile maneno na furaha ambao unaendelea. Wewe ndani yako Mungu amesema afu ni wewe unamjali Mungu anasema unamwacha msahau ndio maana naambia watu wewe kumsifu Mungu kama una moyo wa shukrani. Maana kile unaanza kumwambia Mungu na kusifu. Unakuwa jani ya furaha. Umeridhika na umependa hali uliyopo. Unaelewa? Ndio unatakiwa anze kusifu. Hiyo ni therapy unayofanya. Mimi kabla sijaanza kumsifu Mungu kama kuna maneno nilalamika, of course tuachane naye. Ila nataka ujue na kushukuru. Penda afu na furaha ili nifanye. Na furaha kabisa. Yeye leo ni furaha. Kwa sababu tena mbele za Mungu una jambo unamlalamikia. Una kitu una mashaka naye. Sifa yako itakuwa katika. Sababu Mungu anapima moyo wa sifa hata ile shukrani. Ndio maana moyo wa shukrani umetajwa mara nyingi kwenye Biblia kuliko. Kwa nini? Tunahitaji kuwa nao moyo wa shukrani. Wale ambao niko nao kwenye programu ile ya Read akili wafunze kile ambacho tunataka kuipenda sana. Inasema heshimu chanzo au channel ambayo Mungu anaitumia kukupa fedha. Nilisema hata kama unafanya kazi na kulipa 200 wala usikatao ukasema yani hapa mimi nipo tunazuga. Natafuta tu kazi nikipata basi, nikipata nitaondoka zangu. Mungu anataka kwenda kushukuru. Hata kama unaelewa. Ndio maana sifa watu ambao sifa sisi tunasifu tunacheza lakini hatuoni matokeo. Mungu abariki sifa na moyo unaobariki. Ndio maana sifa nyingine ni mazoezi. Tunaelewa. Mtu mmoja nikamwambia usikufanya mazoezi. Siri ya ile mazoezi. Kwa wale wanaofanya mazoezi. Ukizoea kufanya mazoezi kuna siku hata usifanye mazoezi unajisikia kama mwili hauko sawa, sio? Ukienda ukifanya mazoezi kutoka hapo unajisikiaje? Fanya mazoezi ukimwagie maji unajisikiaje? Unaona unavyojisikia? Sasa kuna watu sifa inakuwa ni mazoezi. Sasa
Ile ni gym. Akitoka pale anasikia anahisi ni Mungu, sio Mungu. Mungu anaangalia moyo wako, hiyo sifa unamaanisha. Unamwambia Mungu na kushukuru kwa yote uliyoyatenda. Ndio. Unajua wewe kama shukrani kwenda shukuru, nimebarikiwa, niko salama. Unajua huyo? Najua kusikia. Ninashukuru yote. Unajua? Nimebarikiwa, niko salama. Unasikia maneno? Nimebarikiwa, niko sasa ndio naimba. Alafu wewe unawaza mtihani, unawaza si somo lilo misi. Unaona Mungu anakutendea hata hiyo sifa inalala. Ndio maana kama unataka mimi naambia kuna watu wanamsifu Mungu kidogo tu hapo. Sio kwa sababu gani? Wewe anataka matatizo. Akianza kuona kwa kupigiana siwezi kueleza, ana magari, majumba. Ana enjoy. Sio, unaelewa? Ila wewe ukianza niseme nini? Siwezi kueleza bana kulia. Kumbe una mambo yanakuliza. Umeelewa? Matatizo yanabadilika hawa sasa hivi. Ni vitu vinaenda pamoja. Mungu anambia ulishe moyo wako shukrani. Shukuru. Shukuru hata kwa ambao havina maana. Tafuta sababu ya kushukuru Mungu. Hata kama vitu vielewe. Naambia wakati mwingine hata kama umefiwa, bado Mungu anakushukuru. Kwa sababu nimefiwa. Lakini baada ya kufiwa niko sawa. Unaelewa? Mungu anakushukuru, sina hela. Nilitegemea nikiwa sina hela pengine nitahuzunika, lakini niko sawa. Kushukuru. Unaelewa? Na kwa ile system hiyo tunaona kwa ile nina ndugu yangu mmoja huyo. Nikisema ndugu sio kuzaliwa ila namjua, ni rafiki yangu. Akiwa na hela. Kwa yani stress full yani. Moyo wako hauwezi kushukuru Mungu atasema. Hauwezi kusifu Mungu kwa sababu ni kwanza unapaswa ushukuru kwanza. Ufurahie watu katika Mungu kama nililalamikia sehemu. Nikaongea mambo mabaya kama yaani niliongea kwa sababu kila mtu mimi nataka kujua kwamba hela ndio vipi ile star. Hii nikikosa hata kama sasa mimi ndio Mungu nataka hivi kweli sauti ninayoongea hivi na nafunza kwanza kumshukuru Mungu kwa sababu najua na nimwambia na mimi kweli katika Mungu ananisaidia basi Mungu anasaidia hayo basi kwa na hata sio Mungu ni Roho Mtakatifu kwa yani ikatokea tu jambo ambalo tu umeanza kulalamika, umeanza kukosoa, ukasema mimi sielewi maisha yanavyoenda, naona wewe usielewi. Mungu anakusaidia sana basi kwa sababu umekosa shukrani. Naelewana? Ni watu. Nimesikia hiyo, nimeisisitiza sana kwa sababu inawezekana nyinyi mkawa mnakosea. Sasa kumsifu Mungu ndio wao. Biblia inasema mtu akona kufanya mabaya kama anakumbia yani kwanza tu akipata mabaya anaona ndio tena ile anasema kama ana moyo wa kuchangamka na alipe kwa kama ana moyo wa kuchangamka usiwe za mwili tayari wafu kwa mbaya. Naelewa ukienda kanisani unaanza leo kwa kweli kurudika wakati wa siku uzimbe za mwili kwa sababu tunachanganya itakuwa ni adieleweki kwamba katika chemchemi yenye maji chumvi yanatoka maji safi. Adieleweki vipi hiki? Ndio watu wengi wanasifai kwamba Bwana amepata mabaya. Tena ambayo Mungu ameirecommend omba. Ila anasema kama una moyo wa kutenda, bado unataka. Ila still unajisikia vizuri, imba zaburi. Sawa. Naelewana? Moyo wa shukrani ni moja kati ya therapy bora zaidi na vyakula ambavyo kusaidia kuwa na
Shukuru Mungu kwa hicho ambacho unafanya. Unaelewa? Ya, wewe umekwaya, ulitakiwa ukasoro, wimbo umetunga wewe, ila umefika studio mwisho wa siku, wewe unaonekana ukasoro kwa mwingine. Shukuru Mungu kwamba angalau unapatikana kwa kusoro sema moja. Shukuru Mungu haikosekani nyumba. Sitaki kuchukua personal. Bwana nionaje mimi? Bwana ni watu vizuri. Shukuru Mungu kwamba angalau tunaona kwa. Takuza shukrani na utashinda manunguniko, maana utashinda. Shukuru Mungu ni hicho ulichokipata. Shukuru Mungu hata kwa hicho. Sema asante Mungu kwa sababu angalau kuna watu wengine wanaweza kufanya. Umeelewa? Wakati mwingine anachukua malalamiko kwa sababu amesema na anakuja hicho anasema mimi najua ndio nimekosea. Lakini ndio aniseme vile. Yaani umefanya adhabu unajichagulia namna ya kupewa adhabu. Wewe vipi? Una shida gani? Yaani wewe umekosea vile. Alafu unachagua ni namna gani unahisi ni sawa kuadhibiwa. Acha uadhibiwe. Acha uadhibiwe. Sio umekosea. Pokea maoni. Yakubali. Mshukuru Mungu kwa maana unaona kuniona. Na watu wanasemea. So bila kionyo kama hivyo anatengeneza bifu. Anakuwa anahesabu. Sema mimi tangu ule wakati ule nilikuwa naongeaga nilimwangalia. Ndio ule mtu niampendi. Na mimi nilitama kanisa tukamwachia kanisa lake. Anaona kama vile si kanisa lile la baba yake, babake. Mimi wewe hapa ya kutoa hivi. Ndio ndio. Sipataki kama kwa hiyo. Bila nipata wala hivyo sio nitamfanya nini? Maneno tena anatoka wapi? Mbona unaongea vingi sana? Vyote hivyo vya kazi gani? Kwanza kwenye kuongea sana kuna kukosea. Kwani uongee sana? Si unyamaze, si ushukuru Mungu kwamba angalau kuna mchungaji. Angalau kuna hivi. Shukuru Mungu. Sifa yako itanyoka na itakuwa na matokeo. Sasa wengi wanakimbilia kusifu lakini shukrani hazipo. Unaelewa hicho kitu? Moyo ndani umeinama na haikusifu. Uongo. Unashangaa wimbo hata sio wa kuuliza kitu hakika. Ifanye nini? Siwezi kueleza. Wewe kuna sababu kwa mtungu moyoni. Hauna moyo wa kuchanga. Hebu anza kwanza na kushughulikia moyo wako. Mimi na kabisa mimi kuna mtu anataka Mungu. Najua inawezekana bila nikaongea vitu fulani hivi nikaonekana kama hujamtendea vizuri. Kwanza nisamehe. Ile niliongea nilikuwa sina kitu. Ila serious mimi na furaha. Ninakufurahia. Yaani kumbuka ni kwamba hivi nilivyo hata ukiniacha safi kabisa. Kwa sababu leo wakati wewe unakuomba unataka kulalamika. Ndio maana tukiomba mwisho kumshukuru Mungu. Kazi ya kumshukuru Mungu baada ya maombi ni kwamba unamshukuru Mungu mwenye kama Mungu licha ya malalamiko yote leo. Ila bado ni furaha. Bado tunafurahia hili. Sasa hapa tutapita kwa haraka tu. Ninakusudia nimalize kufundisha saa 7 kamili. Leo saa 5 kamili. Kwa hiyo tuna dakika 24. Masaa mawili yanatosha sana kwa hili somo. Hizo dakika 24 nitakupitisha kwenye namna ya kudili na moyo wako. Ya kwanza ndio hiyo ambayo nimekwambia haikopo kwenye notes lakini Mungu ameniambia chakula. Kuna vitu usivyoongea kabisa. Usiombe hivyo tunaomba leo na Mungu fulani. Jizoeshe kuelewa kweli. Mmoja anafanya magumu au anajiuliza. Napoenda kuomba Mungu labda ninaomba. Na mjeka hivi katokea mmoja. Kwa hata usiponiponya namwambia Mungu mimi nakushukuru ukinipa fedha kwa sababu tunasema kwani mfano unakuta mtu labda nilikutana na mdogo wangu mmoja anapata stress za shule. Mwalimu mmoja kawang'ang'ania anamwambia nyinyi mwalimu mwako lazima mjue. Akamfungia hata tukavu anamwambia ngoma ndio unafunga hata tukavu unatoka pale na kuongezea kwa faida ndio lazima nimesema wewe mkaka akisikia wapendwa waomba akaenda tena unajua kwenye maombi kwa ile kufundisha wanafunzi kama yanatoka kwa sababu ya kidogo na jamaa na kiasi
au Mariam? Mbona pinji sijawahi kuona maandamano? Mbona sisiki kwa ajili jambo lake kwa maandamano? Kwa tu amnaga lakini yapogi wakaandamana na kwambia hamna kitu. Mwisho wa siku sijui sasa nini. Yaani inawezekana katika baada ya mambo yote aliona pengine labda mimi niko juu kwa kupanda ngazi ya kutafuta sasa mimi kwa mimi kwamba ilete kisenge kwangu kwa kuamini mimi nikiingia hiyo kesi inafunuka. Kwa hiyo nikamwambia mtumishi. Kaambia of course sio mpango wa Mungu usimalize. Kwa mimi naamini akawa anataka fulani na ndio. Ila shetani anakuwa anaelewa akatikisa tena. Shetani alimaliza kidogo akakaa dada yake wa chuo na unajua unaenda kutoka alimaliza. Kumbe tunasoma kumaliza. Hautandaya kuja sasa hivi tunamaliza. Ilikuwaje sana sana bwana? Mbona sio maliza kwa mwalimu fulani imani yake ikatii. Akarudi kwao, ndio gari dangu chuo yule yani. Yani unaishi serious. Yeye jana mimi nimeona kama nimefeli. Sasa wewe pera pia mwisho nyingine. Nikamuuliza swali kwa nini mfano? Ikatokea mwalimu aja weka hiyo kozi. Karudia mwakani. Ukarudi ukasoma hiyo somo. Na hata mwakani nikakushinda ukarudi na mwaka mwingine. Miaka mbili kulizo kabisa. Utamwacha Mungu. Atulia. Asiwezi kumwacha Mungu. Nikaambia sasa hii inamaanisha kwamba hofu ulionayo kumwacha Mungu. Sasa karekebishe kwanza moyo wako na umuonyeshe Mungu kwamba swala tunaweza kukusaidia. Sawa. Ishu yako kwanza kupendeza. Alafu kumaliza kufuata baadaye. Kafanyie kazi yake. Akaondoka na kupendeza bila mkasababu lazima unifundishe kitu kikubwa nilikuwa sijawahi kuwaza kabisa kwamba kama Mungu kumbe akiacha hivi hivi haina shida. Unataka tu ujue kwamba wewe ni mwanadamu uko mbele ya Baba. Kipiga fimbo bali kupasuka. Actually ni Mungu. Na hata hiyo kupasuka ni Mungu. Au hahitaji kugawana bali kweli Mungu. Paulo anasema kazi zake zinapendeza. Miti matunda ukiangalia dunia ilivyo ilipokaa bila nguzo kwa Mungu yuko. Kwa baada ya kugawanyika sio fakta ya Mungu. Ndio maana Shadraka anamwambia wafalme ni Shadraka na wenzake mfalme hauna haja ya kujibu kwenye hili jambo. Sisi tunachojua ni kimoja kwamba hatuwezi kusujudu misalaba. Mungu wetu tunayemtumikia anaweza kutuokoa na moto. Sasa lakini hata kama si hivyo, anaweza kutuokoa bali kwa sigaji yule ni ujibu usijibu wote. Maana kama ujibu sawa, hajajibu haina shida, ni Mungu anataka kuwa Mungu. Nikamwambia kashughulikie hilo swali. Ani kamuombea. Kaenda kweli. Hata kama siku tatu akaniambia sasa hivi nina amani mtumishi. Nimwambia Mungu mapenzi yako yatimie. Kama ninarudi chuo sawa. Kama ninamaliza sawa. Nina amani zote. Nikamwambia sawa. Jioni yake mwalimu anafanya job. Baada akafika pale mwalimu akachukua mtihani. Hapo ushafanywa. Akampa akamwambia kaa kufanya. Akafanya akamaliza akampa mwalimu. Akaondoka akaweka ile jana. Nikamwambia kama asingeshughulikia moyo wake kwa yule yeye asingetoka. Wangeomba yote na maana kizinge ndio kile. Na isingemaanisha kwamba hawana imani, kuna ufahamu wameukosa. Moyo ukishadeviate, Mungu anakupata na moyo. Rudishe kwanza moyo na ibada. Hapo ndio anaanza kukenya. Ukishakuwa na shukrani, sifa hazina maana. Usipambane kusifu mtu ambao ulikuwa sio kweli. Rudisha kwanza moyo ukale mahali pale. Itakiseti. Ndio maana naambia mimi nikianza kuogopa na jikumbusha hili swali. Kweli na deni na nawaza ile deni nitalipa. Alafu naanza hivi kwani kitokea sijalipa ile deni kupeleka polisi. Nitamwacha nini? Sitamwita polisi. Sikiza. Na ikatokea hata hapo nitoa polisi nikakaa jela. Alia anakuwa sio Mungu. Kwa deni ndio nisumbua Mungu ndio anisumbua. Mungu ndio anisumbua deni ndio kila Mungu abadilike. Kwa before Jesus abadilike. Niangalie na deni. Naangalia na Yesu. Utashangaa unaposet macho yako kumwangalia Yesu deni ndio nisije. Kwa sababu hii ni fakta ya moyo.
Mungu anapoona kwamba kukosa mume kunakusumbua, anaanza kudhani kwamba swala la mahusiano yako inachukua nafasi kweli. Kwa anaendelea kuleta kile hivyo. Ila siku utakayoonyesha kwamba Mungu umetangulia kwa mahusiano baadaye, ningeolewa na dakika 30 sawa, 40 sawa. Sijui unajua sisi wanawake tuna utumwa wa kuzaa. Wewe unasikia story ya Sara. Alizaa na nani? Kwani Mungu wa Sara sio Mungu wako? Tunasema Mungu wa Abraham si Mungu wako pia. Sasa kwa nini unawaza? Yaani kwa nini unateseka unazunguka unaanza kubadilisha na standard? Zamani ulikuwa unasema siwezi kwenda kwa kijana. Sasa hivi umeshaondoa hicho kitu. Hicho umekieni kwa sasa hivi naenda nikaenda ila kisifanye vitu vibaya. Nini shida? Nini imebadilika? Unaanza kupata mashaka. Unaogopa nini? Muonyeshe Mungu kwamba unatangulia. Ukishamwonyesha Mungu kwamba anatangulia, atasoti kila kitu kilichobaki. Ila ukitaka kusoti, Mungu anadai kila kitu kitakwisha. Nataka nifundishe kipande hichi afu kuna ushuhuda nimeukumbuka. Kuna apostol mmoja huko Nigeria anaitwa Apostol Mike. Kama unaona unamjua Apostol Roger Osai, huyo Mike ni mmoja kati ya watoto wake wa kiroho ambao wale Mike pamoja na Apostol Ed. Mimi nafuatilia kwa Nigeria sana ya vitu fulani anapenda kwao. Yule Mike amewahi kufundisha nikana sisi mwenyewe mmoja mzuri. Alienda sehemu akafanya akaomba miujiza ikatokea mingi sana. Miujiza mikubwa ya kutisha. Kwa sababu sasa alikuwa na timu yake. Kwa wakati wanaondoka njiani wakawa wanafanya kama refresh ya huduma. Kwa wanasikia kwa ana katika shida leo ndio niacha huko. Unaamini msalaba mimi mara kanini yule mtu alikuwa na kansa kwa kanisa nani uvimbe na kupotea sasa Mungu akaingia akaona mnaongea kwa gani muuliza Mike ndani akamwambia nani ni excited ndio mwenyewe anasema Mungu akamwambia wewe yani kwa nini uko excited anasema hapa ndio kwamba Mungu ni baraka Mungu ni Mungu ni kwa mmoja wa wakati wa mmoja naweza sasa kama unasaidia ndio mimi nasema mambo yote ni mmoja naelewa maana Mungu hapo alikuwa anashughulika na moyo wa mtu kwamba huu moyo unatukuza miujiza ndio maana leo hao wakaya wanamaarufu kwa sababu ndio wametengeneza miujiza yani ndio watembea wasitembea inaishi yani hapa wasitembea inaishi Mungu anaenda wasitembee yule kile aliyeka kwenye mlango wa mzuri siasa alikuwa anapenda kasi lakini zedea ya Petro na Mungu Yesu alikuwa anapita hiyo ina maana Yesu alikuwa ni mambo ya Mungu ndio majina yake kufanya ndio maana anaambia eti nimekaa pale kanisani miaka 4 sasa hivi sipati mtoto mmoja ni yangu kwa sababu mtoto wa kumdefine Mungu kama yuko na maana yake ni kwamba ungepata au usingepata haijalishi. Kwani usipo zangu? Kwani peke yako ndio unaweza mwingine? Wewe peke yako wakizao wengine si ni watoto na wewe. Siona kitu kama walivyojiuliza. Alafu viwazi, alafu vitabakari. Sina chelewa kuona. Usipooa kwani nini yani? Wewe unaamua kuna nini yani? Kama ukioa utakuwa tuzo mbinguni. Haina tuzo hiyo. Yesu amesema ule ulimwengu hauna kuwa na kuolewa. Wewe unakusumbua nini? Kwamba ikifika kuleta atujui nani alikuwa mke wa nani. Haieleweki. Sababu jamii ni hivi ya kwanza wakati huo. Tunafanana wote. Sasa haina hata tuzo inakusumbua. Unaona swala la mbele kuliko Mungu. Swala la elimu unalipa kipaumbele, unawaza, unashindwa hata kuomba. Unashindwa kutanguliza Mungu kwenye jambo lake. Sasa unajua kanuni ushughulike na moyo wako. Pale ulipopatia shida, ukajiambia ukweli. Baba Mungu unamtaka Mungu huko unamtaka nini? Unaelewa? Unajua ukajiambia hivi. Kwamba degree inaweza kusaidia lakini Mungu hawezi. Unaelewa? Mume anaweza kuoa. Mume huyu akizingua Mungu ataleta mume mwingine, lakini Mungu akizingua Mungu ataleta Mungu mwingine. Hatuna alternative, sio? Kwa hiyo tungangania yani. Na wenyewe watumishi wa Jehova. Nimwambia ni haya masomo nilikuja kugundua Mungu anataka nini. Yaani kabla au kwamba kuna mambo unaweza kayaongea mbele za Mungu afu Mungu akakuona wewe unaongea nini?
tangulia kwanza, vingine kufuata. Sijui ulikuwa na dili, umeingia na wazungu, sijui la milioni 100 limegoma, umenuna, umekasirika, hata nguvu ya kuomba hauna. Unaacha hata kufunga, unasema sasa kama nafunga hapo atatokea hiyo dili. Sasa dili la milioni 100 unataka ndio likudefine mahusiano yako na Mungu. Mungu kwanza, madili ya madili, shule nini. Ndio maana yule mtu tulivyoombaga tu vile akashangaa imekuwa sote. Na nikamwambia hapa Mungu alikuwa anadili na moyo wangu. Na usingegundua, ungerudi kweli kufanya hiyo. Ungerudi. Kwa sababu Mungu angeona wewe umejiona wewe unapenda shule kuliko mimi. Haya, pambana. Endelea. Sasa tuna hiki kipande hiki naweza hata nisikifundishe chote. Hii ni mambo machache tu ambayo yatakusaidia kuseti moyo wako. Moja ni kujipima na kufanya tathmini. Napenda andiko moja Paulo anasema Wakorintho wa 2:13-5 anasema jijaribuni wenyewe kwamba mmekuwa katika imani, jithibitisheni wenyewe. Au amjijui wenyewe kwamba Yesu Kristo yu ndani yenu isipokuwa mmekataliwa? Maana yake jijaribuni wenyewe. Sawa? Jijaribu. Itikize. Ya leo kweli mtazamisha. Fikiria hiyo unapambania zaidi. Hiyo ni Biblia inasema Biblia ni basi. Utendee mbele na kunyonga mbele na yeye. Jithibitishe mwenyewe. Ukigundua kwa sawa katika hiyo. Sawa. Umeelewa Inawaambia watu hicho unachokikimbiza hicho uambiwe kimefutika. Kila mtu bana dili analisikilizia na mambo yake yameyapanga. Haya unaambiwa hapa dili ya kumpenda Mungu. Kama unaendelea kumpenda Mungu wewe moyo wako uko safi. Na kama kuna kitu kitapungua, kuna kasi ya kiutumishi itashuka, imani yako kwa Mungu itapungua. Utaanza kuona Mungu kama amekaa kitapeli na yeye makiu. Una shida. Jaribu mwenyewe. Ambia watu jaribu kitu. Mfano tukisema sasa hivi let's say nataka kujaribu kitu kama ni imani. Unaifanya niamini asije. Bakuli mtu weka na sababu bakuli. Weka pamoja na hata tu kufanya hivi kwa imani. Ndio wewe wewe nipitishe kwa yale mambo ambayo unatafuta kwa hali na mali ya Mungu tayari kulia kupata. Yaani sio kama nitakupa kesho, nitakupa milele. Sawa. Inakadi. Kama mtu mmoja anatafuta mtoto, mwambie kwani Mungu akupa taarifa sasa kwamba hautaweza kuzaa mtoto kabisa. Inakadi. Nitaumia sana. Unaweza kumwacha Mungu. Not exactly kumwacha Mungu bila kwa kweli ndio utumishi ndio nini. Kwa sababu mtoto wako anakuwa na thamani. Sasa ndio ukweli. Jaribu tikise. Sawa. Jipime mwenyewe, jipige uangalie kweli ngoma. Ikitokea Mungu afanye chochote katika mambo yanayotegemea anafanya. Ndio. Umeelewa? Yaka watu umeenda na mpenda mtumishi mmoja alikuwa asilimia yake. Alitaka hospitali. Alikaa kwa kitanda cha hospitali miaka 12. Watu wanakuja wanaombea maaskofu na watu wameshabishana. Wenye nguvu zote hata wale ambao wanamiujiza wanasema kwa siku ya siku wanakuja tena na tumepima vipimo vyote. Hauna zaidi ya kukimbiza navyo. Kwa hiyo kama bwana wasikia mtu akaamka lakini unaenda akaambia nikikaa hapa sitakufa na nini. Akaambia kwa kweli bwana ndio yako. Basi wewe ndio na akaona yeye akaenda mtaani kuhubiri injili. Ndio unafanya nini? Anasema kama kufa nitakufa basi nipite at least na bidii. Yaani kitu kinakuja kawaida ya sana. Sio sana kwa imani yako. Mungu ayakutoa kwa Mungu mtu na dunia. Mambo ya dunia kabisa. Mungu sema mambo gani? Jijaribu mwenyewe. Jipime. Upo katika imani? Paulo anazungumza hivyo. 2 nikasema kudumu katika maombi, nadhani hiyo sasa tushaisema. Nimesema maombi yatakusaidia kuua baadhi ya vitu ambavyo vinakuja. Maombi yanasema ndani yake chakula patikana kulisha roho yako. Roho yako inaamka na kuwa bora. Kwa hiyo usiache kuomba. Waefeso 6:18
Mtume Paulo anasema kwa sala zote na maombi mkisali wakati wa roho, mkisali kila wakati katika roho, mkikesha katika jambo hilo na kudumu katika kuwaombea watakatifu wote. Mkikesha katika jambo hilo na kudumu. Maana yake mkikesha na kudumu naomba. Kwa maana hii ni endelevu, hauombi ukamaliza. Maombi ya mnaga sasa tumemaliza maombi. Maombi yanaendelea. Kwa hiyo tumeairisha maombi bila kuisha tumemaliza. Maombi ni ya muhimu. Nikasema lazima tuamue kumpenda Mungu kutoka mioyoni mwetu. Na hii ndio ile kumbukumbu anasema, kumbukumbu ya 6:5 anasema mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote, kwa roho yako yote na kwa nguvu zako zote. Lazima uamue. Na kujaribu hiyo. Hebu uamue kwamba nyumba magari na vitu vitakuja hapa nyuma. Kiamua kupeleka agano ya kulinda. Kuna mambo hauta compromise. Kuna mambo sio maswali. Tunaelewa. Sio maswali. Mmoja anabeti mwalimu huyo mkaka yeye alikoka na sio kwa sana, ila tayari atakani kufanya kitu kibaya na yeye anapenda lakini tunamwambia kwa sababu alikoka anasema ni atakokaga tu hata baadaye atakuishi ingine anasema, lakini pia kingine anataka tuishi wote. Kwanza anasema kutaka kwa wazazi baadaye. Mwalimu wako una gari. Sisi swali ni kuonyesha ndio roho. Alipo hapo. Yaani ni maisha ya moyo wako kupanga kabisa. Hata kama anaingia sana. Kwa sababu ni kama tayari kwako kwenda kuishi na mtu ambaye anakuwa nyumbani yote. Yaani na yenyewe ni wazo, unaweza ukalipresent kwa mwalimu kuuliza. Kutoka mbali sana. Kale sana. Unarudisha kai. Lazima uamue kupenda kwa Mungu. Tamaa kinatakiwa kiwe kwa maisha ya chochote. Sijui unaelewa ndio maana nikwambia baby wako akija, mimi nakupenda, mwambie sawa. Kama unataka wapisa lazima waje wewe ndio kwanza basi. Na niruhusu kwa mtu mwingine ajue kama wewe unakwambia pamoja. Kwa hiyo kitu ambacho Mungu anasema ni yeye kwa kijamii wewe unasikiliza Mungu. Itakusaidia sana. Nikazungumza pia kwa jambo lingine ambalo litakubeba ni kuamua pia kuwapenda watu wa Mungu. Na hapa ni upendo tunazungumzia. Upendo unamaliza vitu vingi sana, unatatua matatizo mengi. Na Paulo mtume Yohana anasema kila anayependa amezaliwa na Mungu. Maana kuzaliwa sifa ya kuzaliwa na Mungu. Kupenda. Hapa ni mengi yanaweza kuongea kwenye kupenda. Nikisema kupenda, yani sisi niwaambieni ili mnielewe kwa ufupi. Nishakuandika status yani tunasema kupenda. Moja ya mambo ya msingi ya hali na hapa na safi. Umeelewa? Maana yake ni wao sina kingine ambacho tunabeba ambayo ni element ya kigeni mbali na element za Mungu. Maana yake Mungu ana element zake. Paulo anasema matendo ya mwili ni hapa na matendo ya roho. Kwa hiyo tunasema Mungu akichukua nafasi kwenye kwa zile tabia zilizokuwa zote zinaonekana. Kiasi, uvumilivu, utu wema, upendo, saburi. Umeelewa? Shetani akichukua nafasi kwa sifa zake. Sasa unapokutana kuna utu wema alafu kuna uzuri. Maana hapa tayari kuna ile vitu vingi ndani. Ndani tunataka kujua nani yumo kwa mazao haya. Kuna watu tofauti. So jana tukaliza na wazazi mzungu na mafrika kumwona Mungu. Kama huyu wote si wazuri. Anaona utaona ndani ya utuwema unaona kama Mungu unaona. Ndani ya utuwema kuna Mungu.
viondoke ili Mungu apate nafasi ya kukaa. Moja kati ya testi rahisi, na hii ndo namaliza nayo, naomba Mungu nimalizie hapa. Ni testi rahisi kabisa. Mtu amekosea, amefanya jambo kwa umejichukuaje moyoni? Umejisikiaje baada ya kuona jambo lako limependa? Na baada ya pale unaanza kushindana. Wengi wanasema sitafanya chochote, ila sitaki mazoea. Mungu ananiambia kwamba wewe sasa kishaikuwa na rafiki yangu mmoja, nimekuja mtaka familia, naelewana sana, siku moja aliniambia maneno ambayo mabaya, maneno ambayo unajua ni maneno mabaya tena, yaani maneno ambayo kama kwa sababu kwanza nilikuwa muone na maneno aliyoyaongea, yaani mwisho wa siku kama akasikika na kila mtu, itaonekana mimi nilikuwa daktari na labda kwa namna ambayo kwa siku yaani nilipotezea au kwa uongo na mambo nimeweza kupata kitu la Biblia aliongea sana baraka na nikasikia mimi nikaumia moyoni, nikaumia sana, sababu ni mtu ambaye nilikuwa namchukulia kama ndugu, tunasaidiana. Sasa ndani ya moyo wangu nasema Mungu, mimi ni ndugu yangu, siwezi kugombana naye, siwezi kwenda kumfikia wewe, ila nikasema kuanzia leo sitaki mazungumzo naye, kae mbali. Ilipita miezi 6 na Mungu alikuwa ameniacha miezi 6. Siku moja niko naomba, mimi kuna mambo naweza kashtuka tu. Wakati nilikuwa naomba na kitu anaongea sana, anamaanisha jambo hapo unapojiuliza kwa nini kama jambo fulani mmoja jambo fulani unaliombea kwa aliyeje na yeye hapo, unajua kwa nini? Sababu kuna mtu umemweka moyoni. Mungu umemweka moyoni naye, Mungu akanikumbusha yule mtu aliyemweka moyoni, nikaenda nimwekea moyoni na mimi nilisaidia sitaki tu mazoea naye. Mungu anakuja kuja la ajabu sana, akaniambia wewe mwanangu Frank, ukanikosea, nikakwambia nikusamehe, sitaki mazoea na wewe. Sababu msamaha gani? Yaani Mungu Yesu alisema nimewafia wanadamu na dhambi zote ila kuachia leo. Popote nyinyi mngeomba tingeni kwa kichani mchanganyiko wa mbali na nao. Kwa Mungu ananiambia kama unataka kufanana na mimi lazima ujifunze msamaha na watu wengine. Akaniambia mimi nasamehe sawa sawa. Kama unataka kufanana na mimi, kuwa na moyo wa kwako ili uwe na mimi, samehe kama ninavyosamehe mimi. Jifunze aina ya msamaha na watu wengine. Kwa Mungu nimekuelewa. Vijana wanatazama sana. Ika utawala vijana. Wale ambao wajanja ili kuweza kuishi wajua. Hao wajanja ni kitu wajua. Anajua kwa sababu unakwambia Mungu pia hivi hapa wewe unataka hii rahisi afanye hivi kwa ni mtego ishara kama Mungu ni mbaya itarudisha kwa fulani akanambia tuwafanye kuishi kimya kimya vizuri basi wewe na umwambie kwamba nilikutumia niliumia, nilisikia moja mbili tatu, nimekusamehe, naomba unisamehe na tunafanya. Nikafuta. Unaanza kila kitu kwa leo. Namaliza kuomba msamaha, kama msamaha yake. Ndio kwa alikosea na nilisema katika msamaha. Kumbe nilikuja na mimi na Mungu nilimpigia simu. Kwa maana Mungu alitaka kumwambia. Kwa hiyo kama watu wafanye Mungu kama mzazi, kama mzazi anakuwa ni sana. Hasa wewe mzazi yako na kitu unaongezea. Sisi wakati kwa maswali ile vijana wale wengi wanapika mchele. Unaona na mwanadamu kama anaishi. Sawa kama mshirikisha kama
Kwa unatakiwa toka kwa watu wale bila kujalisha alikosi ya kiasi gani, umtoe yule mtu ujisikia manani na upe nafasi nyingine sawa. Sasa hii na iskuli kesi ya kuhusiana na kwa ndio ile ni na nasema ya exception sawa. Hadi chini ya kabla ya kuwa ndio ile ndoa inakuza mama. Unaelewa? Ndoa haionyeshi vitu na mwingine. Ndio maana vijana wanasema na wao eti ni mke tamaa. Huyu ndio anakuwa na tamaa. Sababu ndoa inaongeza zaidi. Na mtu anayekudharau ya kuoa chochote kabla ya ndoa usikalie kitu kwa sababu hiyo ni art ya ndani. Na kijana ndio atakuwa kiburi kwa chochote kinachotokea kwa ndoa na kama ni ndoa kama hii kesi pamoja na Mungu ni kesi toe mtu mwingi kuuza mzigo kufanya maono unashuka vitu vizuri na watu wanakaa ndani toe usamee wape nafasi zungumza nao pendo achikie kwa sababu kwa mwisho wa siku anayejua kama anakosea kidogo au Biblia inasema wewe nani wewe mtumwa sio mtumwa wako mtumwa wako bora bora wewe mwenyewe kama anakosea kama amekosea sasa yuko atamsaidia ni sio kazi yako kusaidia watu naelewa tunadhani hivi anaacha kutania kutania ingefungia hiyo la kusaidia mtume basi wewe mshauri na adhabu ya kupewa wewe umekuwa Mungu ndani wewe ujue hata gani moyo ukipimwa uonekane hauna vitu, hauna watu, hauna vitu ulishikilia. Sawa. Siwezi kusahau kabisa. Najua hiyo unakumbuka watu kadhaa wanapata changamoto. Mazoea sio. Kaza. Mungu akikujaza wewe ndio. Mungu akikubuti wewe. Au unaweza maandiko. Andiko moja katika Biblia. Anasema iandikwe hivi, Luka. Yaani, sio nini andiko? Mpende jirani yako, usikie adui yako. Sasa bora nasikia mimi nawaambia, wapendeni wanaowaombea. Anasema hivi, afu hivyo ndivyo mtakavyofanana na Baba yenu aliye mbinguni. Sababu yeye anawasikia, jua anataka jua ahadi na mvua wewe. Kuna watu wale lakini bado mvua zinanyesha kwao. Kuna watu wanakutana Mungu sisi ndio tulikuwa tunapofesa Mungu. Ile tunaweza isivele bila kuelewa ya mambo anamkejeli Mungu kama yule mimi unataka watu namkejeli Mungu. Ile dhati anakuwa anatia sisi. Ile anakuwa anasema Mungu alipo. Wafikiri Mungu angekuwa bora kabisa. Unaona mimi hapa naongea kwa baba. Kama Mungu angekuwa. Sasa nilichoma Mungu afu amna haja ya mimi unaona mimi naongea kwa amna haja ya kuchoma mwili mzima haya nilichoma tu kidogo ukiona kama sasa kidogo naongea kwa sababu hayupo hawezi kufanya chochote hata kitu Mungu anasikia mimi sipala wale watu waone unaenda kwa unatamani Mungu usike kule pale kimlambe pale wewe unasema Mungu hivi moto ukishuka ule huyu atapigwa moto hapa yeye ndiye anaongea unaweza naambia Mungu hao wanafunzi wote wataokoka piga basi sikio na anaelekezwa hivyo na wanaisha kwa ile ndio ile inaenda kunaomba mambo ya manabii maadui sisi pia kanipenda adui yangu ananipenda unaanza kumbea just kiwa ina imani yao tunakuja na tunda kanisani ninaombewa yenda wanatunga hapo za au ikitendwa na gari na gari imani ya kiroho kabisa nao wanaenda kukunya lakini wanaenda kuomba dawa pana naye yani akitoka pale Yesu anasema mimi nitawaambia ondokeni kwao siku wa Yesu wa sababu sina ile ndio mmoja ni sifanana nini mnataja Mungu kweli
that kind of forgiveness. Kusamehe kama anavyosamehe. Kupenda kama anavyopenda. Watu wanamkejeli. Watu wanajasiri kufunika la Mungu kwa dunia. Sasa la Mungu alikula makomeo na alipita pale kwa kweli. Watu wanakubali. Wanao yuko hadi leo. Mtu ameamua wewe kwa Mungu. Tungemfuata na wewe ndio kwa mkaba. Piga tena kwa Mungu. Fungua kanisa. Sio? Lakini Mungu kuwa na mioyo ya utumishi, huo moyo kwenye lazima tuwakwai ya kuwapenda watu kwa Mungu hivi. Kwamba mtu anaweza mtu tu akikuombea tu mabaya kidogo, unaanza kumwombea mabaya mara mbili. Njia yao je giza na utelezi. Adui zangu wajilia kwa njia moja watawanyika kwa njia saba. Tawanyika na watawanya. Mungu hata atawanya sana. Anaomba mema. Sisi nyumbani kwetu tulikuwa na mdogo wetu wa mwisho. Alikuwa anakela, watoto wa mwisho wao wanakelaga. Yaani wao ndio. Ni kama wao ndio mama wasaidizi. Alafu kumbe sio. Alafu kumbe ni watoto wadogo tu yani. Tunajua ukiwa mkubwa unakuwa mtoto mdogo tu. Sasa anakuzingua pale. Tunamwamulia mimi na mdogo wangu mmoja. Tunaamua kukaa upande mmoja kumshambulia. Mama akifika tunaanza kuelezea kesi. Tunadhamani mama naye aungane na sisi. Alafu cha kushangaza mama anaungana na dogo. Tukao tunamwona mama anafeli vipi? Kumbe mama anajaribu kutengeneza balance. Mama anakuwa na moyo kama wa Mungu. Yaani wewe mkiungana ili kumshambulia adui, Mungu anaungana na adui ili angalau kafanye kabisa. Ndio maana ni mbaya sana kuungana kumshambulia Mungu. Kwa sababu Mungu anaungana naye. Ndio. Ndio. Sasa hivi isitokee hivi. Kama Mungu anaona anastahili adhabu. Mimi na mtu mmoja wa karibu mstaki chini chake nielekeze cheza na mimi kabisa. Nakumbuka mama fulani alisumbua kwenye mambo ya mpaka. Yule mama nilimwambia Mungu wako atanipigania kwa chole mpaka. Hivi ninapokuja na lele juzi alikuwa anafuta baba kidogo na dada mtaki hapa. Mungu wangu ni hatari. Mungu alikuwa na mambo watu waliokosea kulipatia roho. Ni hapa nilikuwa Bwana alikuwa ametoka hata kisina. Na ndio Bwana atajua na atatoa. Nipo mpaka leo kwa sababu ana moyo wa kipekee sana. Samaki kwa kwao Mungu sio Mungu sana. Ndio tunamaliza somo. Tena tunaomba Mungu. Nataka Mungu. Mungu wa Mungu. Mungu Bwana. Mimi nilivyojifunza Mungu anavyopenda na kujaga Mungu. Nifundishe kupenda kama anavyopenda. Sababu ndio ile na mbele za Mungu yani Mungu akianza kuonyesha anavyopenda mimi najiona sijaje kupenda. Mungu akinionyesha namna anavyosamehe na kundua kwamba mimi kumbe sijaenda kusamehe. Kwa wakati mwingine napenda Mungu nifundishe kupenda kama anavyopenda wewe. Nipe moyo wangu. Wewe kama anasema mwanangu nipe moyo wangu. Anataka wa dini ili amfanye wewe kama na usinyang'anie uliyosema wewe unang'ang'ania sisi kwa maana wote tulikosea. Mimi nilikuwa ni mzuri kwenye maneno kuombea kwa mama yanaye lazima alaini. Kwa hiyo nikikosea anachukua na mimi na usiongee neno lolote. Unajua ukiongea nitakusikiliza aslangu itaisha. Usiongee chochote. Wakati anang'ang'ania kwa nafsi anafikiri sisi. Sinaelewa. Using'ang'anie eti unaiti unataka kupokea simu yako sababu unajua ukiongea naye utamsamehe. Kwa hiyo unaona la kusamehe. Moyo gani utoa moyo wa Mungu kweli au unaelewa gani kwa ndani? Unaelewa? Yaani usijisikie fahari kusamehe. Usijisikie fahari kusamehe. Wala usijisikie hasira. Ukikosea mimi nikishafutaga sikulishani. Fulani na fulani niliwafutaga mpaka leo. Moyo kutoa wapi? Mungu sio mwema. Anasema kwa staili hiyo ya kuongea na kuwapenda wao unasikia na nataka tuende kwake kwa sababu tunaomba ndio wanaofahamu kama utakana baba lazima usikie na moyo wako hakikisha haujisikie ujinga unajisikia wakati wa wakati wa maisha yako usimchezee mimi ukati wa ujinga kwa hiyo unge kati Mungu wakati wa ujinga
Mungu amekaa na wewe. Elewana. Kwa hiyo tutakuwa na dakika 3 kama sio 4, zikizidi sana 5. Sio kwamba ndio nimemaendo kwa kuomba Mungu maliza. Kaifanye kwa prayer yako. Yale ndio tunajifunza kuhusu moyo wa utumishi na iko nje. Hayaunganishi. Afumwambie kwenye kupenda Mungu. Yaani mimi nataka niseme Mungu sijapenda. Yaani naona mimi sipendi, inaonyesha jinsi Mungu anakupenda. Naona mimi sijapenda. Ndio naelewa ile maana ya andiko. Yesu anamwambia, nani kwenu ambaye mtakaye akampa mkate akakupa jiwe? Anasema ikiwa ninyi ndio waovu, ndio kwamba neema mtatulia. Ndio nikamwambia ni Mungu wao sisi ndio anatupima kwa waovu. Na ndio maana ni hatari wewe mtu mwovu au mwanadamu za kuongoza. Yaani mbili kipimo kwa kiwango cha upendo wa Mungu anakupa. That's why bila Mungu mmoja anasema nenda kanifanye kwa prayer points zako. Sasa hizo omba tu hilo, najisikia tuombe hilo kwamba Mungu nifundishe kuvumilia. Mambo mengine yanakera, yanatisha, ni hatari. Yaani ukiyapima mwenyewe unaona kama sauti wanakosea, lakini still Mungu anataka uchukulie hilo. Mmengelee kupenda nafasi tena kwa sababu ni mtu sana. Tuombe. Mtakatifu, asante Bwana kwa neema yako. Nakushukuru Mwokozi kwa sababu ya pendo, kwa sababu ya uzuri, uaminifu na mema ambayo umetupatia. Jehova, asante kwa kusanyiko hili. Kwa sisi kwenye Daniel 7, lakini kwako wewe ni kusanyiko la watu ambao Bwana umekusudia kuhudumia hapa Dar es Salaam. Bwana, Bwana umekusanya kutoka pande za mbali na mambo yako umetuambia. Siri zako umetufundisha, maneno yako tumesikia na hakika tumejengwa, tumeona kufurahi, tumeona fahari Bwana, tumeona uzuri wa neno lako. Falme moja ambalo tumelichukua sasa hivi na ambalo tunaenda nalo kulifanyia kazi ni hili la kuwa na moyo safi, moyo wenye kupenda kama upendani wewe. Jehova, wanadamu wakati mwingine wanakuja na mambo makubwa, wanatuonyesha mambo mazito, mengine yanaumiza moyo, hayafai hata kusimuliwa. Mengine tukiyakumbuka tunalia tu kwa namna ambavyo yalitendeka. Mengine tukiyakumbuka tunajisikia vibaya kwa namna ambavyo yalikuwa. Lakini Mungu Mwokozi, wewe Bwana, moyo wako unasamehe watu. Sisi tumefanya makosa mengi au tumesaidia hata Mungu. Tumefanya mabaya mengi lakini bado unatukaribisha kwako. Tumekukosea hata leo pekee tumekukosea, lakini bado umetukaribisha na umetupa neno zuri. Faume tufundishe kupenda. Ifundishe mioyo yetu kupenda Bwana. Tufundishe kupenda Mungu. Tufundishe kupenda. Tupe moyo kama wa kwako Bwana. Tupe moyo kama wa kwako Mungu. Tufundishe kupenda Yesu. Moyo wa Bwana utakuwa safi. Tusiwashikilie watu, tusibebe watu kutembea nao. Tusibebe visasi, tusikae na uchungu moyoni. Tusikae na mambo mbalimbali yakatumiza. Mambo mbalimbali Bwana yakawa ndani yetu yakatupoteza. Tukubebe wewe Mwokozi peke yako, ili mambo yako yapate nafasi kwenye mioyo yetu. Tusibebe elementi za kigeni zikaja zikatusumbua Mwokozi. Nakushukuru Yesu, katika jina lako nzuri tunasema asante Mwokozi. Amen. Naweza kumchapia Bwana Yesu makofi na ukachukua nafasi ukarudi kuketi. Asante. Saa 7:17 tulipanga tunaenda mpaka saa 8, lakini nafikiri tuna mambo tu machache ambayo tutakamilisha, then tukikamilisha hayo tutapeana ruhusa ili mambo mengine yaweze kuendelea. Moja ambalo natamani tulifanye ni refresh na darasa. Tutumie muda tu refresh darasa. Nilijifunza kwamba kuna mtu anaweza hata asimuelewe mwalimu, ila huyu hapa akasema nimejifunza hiki, afu ndo akakielewa hicho. Mtu mmoja akajaga kutubu siku moja darasani, akaniambia mwalimu, kwa kweli somo sikusikiliza. Nilisoma wale wenzangu waliojifunza leo nikaelewa somo. Kwa hiyo natamaniji hiyo at least kila mtu kwa dakika moja tu. Afu ndo utambulisho hapo pia, unajitambulisha jina lako, mahali ulipotokea. Afu unatuambia nini umejifunza, nini unaondoka nacho, nini unaenda kufanyia kazi. Ni sawa jina lako, mahali ulipotokea, afu utatuambia nini ambacho wewe umejifunza. Nini ambacho unafikiri kwamba hiki
niende nikakifanyie kazi kwenye hili somo la moyo wa utumishi. Binafsi limekuwa ni somo ambalo Mungu amenifundisha muda mrefu sana, na kila siku ananiongezea notes. Maana yake hata hizo notes zilizoandika nimegundua bado kuna vitu Mungu anaendelea kunifundisha, lakini anautaka moyo, kwa sababu hapo ndio asili ya mambo yote. Moyo ukikaa sawa, kila kitu kinakuwa sawa. Bwana Yesu asifiwe. Simple, tayari kwa ajili ya feedback au unahitaji kufikiria? Au basi mpe hata mkono jirani yako, mwambie hongera kwa kushiriki darasa. Mwambie hongera sana kwa kushiriki darasa. Au umefurahi kumuona, mwambie nimefurahi kukuona. Kama hujafurahi, achana nayo. Na kama amependeza, mwambie umependeza. Kama hajapendeza pia, fanya kama haipo. Ifanye tu kama haipo hiyo. Sawa, basi tutaanza. Nafikiri tukifuata mstari ni vizuri. Tufuate mstari, tumalizie kule mwisho. Kwa hapa Emma ndo naanza, si ndio? Kwanza sasa hata tusipotumia mic. Hii nilikuwa naitaka kwa ajili ya kupata sauti nzuri kwenye kurekodi haya mafundisho. Karibu.